Ni siku ya Jumamosi ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama, ukaweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, na sasa uko tayari kabisa ili ukaweze na kupokea baraka za Mwenyezi Mungu kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka, wakati ambapo unaendelea na wikendi yako, ukaweze na kuendelea na kuifurahia ukiwa umebarikiwa. Hivyo basi, karibu sana mtumishi wa Mwenyezi Mungu akaweza na kutuletea kile ambacho Mungu ameweza na kumuandaa nacho. Ni kwa sababu yetu, nikitumai kwamba Roho Mtakatifu ataweza kuwa mwalimu kwetu ili tukaweze na kujua mengi kiundani kutokana na fundisho lili ambalo tunaletewa. Mtumishi ambaye tuko nayo sio mwingine bali ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, kwa maana umekuwa nasi. Tunasema hakika umetutendea, hakika zidi kuitwa Mungu na zidi kutukuka kila wakati ndani ya nafsi zetu. Naomba niwakaribishe watazamaji siku ya leo ili tukaweze kuwa kwa pamoja na Mungu akaweze kutubariki na akaweze kutuinua pamoja. Asante, karibuni sana na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetujalia. Ni wengi walikuwa wametarajia kuiona lakini hawajaiona. Tunaomba Baba wa mbinguni ukaweze kuwa nasi, ukaweze kutuongoza, ukaweze kutukinga Baba wa mbinguni na mabaya yote, na zaidi ya yote ukaweze kutubariki, kwa maana tupo hapa kwa ajili ya nguvu zako na kwa ajili ya uwepo wako na kwa ajili ya neema yako Baba wa mbinguni. Ukaweze kutubariki kupitia neno lako takatifu, na ukaweze kuwa nasi na ukaweze kutuinua, na neema yako ikazidi na kututosha. Tangu sasa Baba wa mbinguni mpaka mwisho, tulitukuze jina lako. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Wazo la siku ya leo tutaweza kuipata katika kitabu cha Kutoka sura ni ya 33 mstari ni wa 29. Kutoka sura ni ya 34 mstari ni wa 29. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao 2 za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa, kwa sababu amesema naye. Hapa tunaona ya kwamba ngozi ya uso wa Musa iliweza kung'aa, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye na uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye, kwa maana Mungu alizungumza naye, lakini Musa hakuweza kutambua, hakuweza kujua ya kwamba ngozi yake imeng'aa wala ngozi yake imebadilika, kwa maana Mungu alikuwa amemulika na nuru ya Mungu ilikuwa pamoja na Musa. Kwa hivyo tunaambiwa tutaweza kuzungumzia ya kwamba siri za kuwa na alama za Yesu, ama siri ya kuwa na Yesu. Jambo la kwanza, ukaribu wa maombi. Ni lazima uwe Mungu wa kuomba. Ni lazima uwe mtu ambaye anamuita Mungu. Ni lazima Mungu akuwe pamoja nawe. Na ni lazima usimame na huyo Mungu na umtetee huyo Mungu, na ujue ya kwamba Mungu anjibu maombi, hata ukawie, hata akwambie ukawie, hata akwambie usubiri. Ni jambo la muhimu la kumtegemea yeye, kwa maana katika maombi kuna jibu la kujibiwa hapo kwa hapo, na kuna kungojea ama kusubiri. Kwa hivyo kuwa na utiifu katika kusubiri, na utaweza kuona Mungu akitenda. Usiwe mtu wa haraka, wala usiwe mtu ambaye ni wa kufanya mambo kisarakasi, lakini fanya maombi na ujue ya kwamba Mungu anasikia maombi yako, na siku moja ataweza kukutimizia. Maombi hufanya uso wako uangaze kama Musa, kama vile tumeona Musa aliweza kuzungumza na uso wake ukang'aa. Tunajua ya kwamba ukizungumza na Mungu, Mungu anakufanya uso wako ukaweze kung'aa na ukaweze kuangaza kwa wengine,
ya kwamba uko na Mungu. Hata ukiangalia mtu ambaye anjala na mtu ambaye amekula akashiba, mtu ambaye yuko na Yesu ndani yake na mtu ambaye amekula akashiba na hana Yesu, kuna utofauti mkubwa, kwa maana Yesu anafanya uso wako ukaweze kung'aa. Hata kama uko na shida, Mungu anakutia nguvu na anasimama na wewe na anajibu maombi yako. Jambo la pili katika siri ya kuwa na Yesu ama kuwa na alama za Yesu, kusoma na kutafakari neno la Mungu kila wakati. Neno la Mungu utungeuza kuwa watu ambao ni wakupigiwa mfano. Tukiangalia katika kitabu ambacho utaweza kwenda kujisomea, Zaburi 119 mstari wa 105, tunaambiwa neno la Mungu ni taa na mwanga wa njia zetu. Kwa hivyo hakuna haja kuongopa, hakuna haja eti kusema ya kwamba nitaongozwa na nani. Ita Mungu na Mungu ataweza kukuongoza na ataweza kukuonyesha ambalo linastahili. Kwa hivyo soma neno la Mungu, ukaweze kuitafakari na ukaweze kuielewa, na utaweza kujua ya kwamba Mungu yupo pamoja nawe, kwa maana atakuwa anazungumza nawe na uso wako kila wakati utakuwa unaona uwepo wa Mungu. Jambo la tatu ni utiifu wa kila siku. Ni lazima uwe mtiifu, kwa maana Yesu anazungumza naye, Mungu anazungumza nawe kupitia utiifu. Yaani unasikiliza, unakuwa na wakati wako wa kusikiliza Mungu, na unasikiliza Mungu na Mungu anakutendea na Mungu ananena na wewe na unafanya kwa njia ya utiifu. Wengine wanahubiriwa makanisani, wanahubiriwa hata katika ngari, neno la Mungu limehubiriwa sana, lakini si wote ambao wanakuwa watiifu. Wengine wanaacha hapo tu na wanaendelea na mambo yao. Ni jambo la muhimu sana ili tukaweze kuwa watiifu wapendwa, na tukaweze kujua ya kwamba tukiwa na utiifu kuna mibaraka na kuna baraka nyingi ambazo Mungu ametuahidi za wote ambao wanakuwa na utiifu. Ukaribu bila utiifu ni udanganyifu. Kwa hivyo ni lazima ukue na utiifu ili usiweze kuwa mtu wa kudanganya. Kwa maana hakuna vile utaweza kuelekezwa ufanye hili na ufanye lingine na useme wewe ni mtiifu. Hakuna, wewe utambaki kuwa mdanganyifu. Kwa hivyo kuwa mtu mtiifu ili ukaweze kuwa mtu ambaye Mungu anaweza kumtegemea, na hata akikupa kipawa, akikupa jukumu la kufanya, anajua utaitekeleza kwa ufasaha. Jambo la 4, ushuhuda wa hadharani. Yaani ukifanyiwa jambo na Yesu, jambo na Mungu, unaenda ukihubiri na ukisema ya kwamba Mungu amenitendea, ya kwamba Mungu amenionekania. Hapo ndipo ambapo itajulikana ya kwamba upo na Yesu na Yesu anakaa pamoja nawe. Tukiangalia hapo, kuwa uwe tayari kusema kila wakati, nimekuwa na Yesu na nimemuona Yesu. Na kuna wimbo ambao unaimba, nimemuona Yesu akimbadilisha mambo. Kwa maana Yesu anabadilisha mambo. Kuwa na huyo Yesu na umshuhudie, naye atazidi kubadilisha mambo kwa ajili yako na kubadilisha maisha yako, kwa maana utazidi kumuona akitenda na utazidi kukaa na yeye. Kuna mambo mengi ambayo wanafunzi wanafanya shuleni, lakini jambo ambalo linawasaidia kupita mitihani yao kwa kisasa ni bidii yao na maadili. Hakuna kitu kingine ambacho kitawasaidia. Bidii yao na maadili inakuwa yaani kuwa wanajua Yesu na wanamtegemea Yesu katika masomo yao. Wanapita. Familia pia inakuwa na ushirikiano, kwa maana kuna uwepo wa Mungu, kuna upendo wa Mungu ulioko ndani ya hao. Na vile vile pia tukiwa na huyo Yesu, Yesu ataweza kusimama na sisi na tutazidi kuliinua jina lake na tutazidi kumshuhudia kwa wengine. Nao wataweza kumjua na wakaweze kumfahamu na akaweze kubadilisha maisha yao. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umekuwa nasi. Asante kwa ajili ya neno lako. Baba wa mbinguni, tunaomba ili ukaweze kutusaidia, ili tukaweze kushika
haya mambo Baba wa mbinguni ambayo ni siri Baba wa mbinguni ya kuwa nawe. Tuwe watu wa kuomba, tuwe watu Baba wa mbinguni watiifu, tuwe watu Baba wa mbinguni ambao Baba wa mbinguni hawana udanganyifu, na zaidi ya yote Baba wa mbinguni tukae tukisoma neno lako na kuongozwa na wewe. Tukae tukikushuhudia Baba wa mbinguni kwa wengi, kwa maana hakika Baba wa mbinguni wewe ni Mungu unayeketi katika sifa za wenye haki Baba wa mbinguni. Kwa nasi siku yote, neema yako itutoshe. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Mng'ao wa uso wa mtumishi wa Mwenyezi Mungu Musa ni mfano wa mng'ao wa kiroho ambao tunapaswa kuwa nao kila siku baada ya nyingine. Mng'ao wa uso wa Musa uliweza na kuonyesha kwamba kuna mabadiliko ambayo yameweza na kufanyika wakati ule ambapo aliweza na kupatana na Mungu mwenyewe. Akaweza na kung'aa. Hivyo basi ni kusema kwamba mng'ao unatokea wakati ambapo tumeweza na kukaa karibu na Mungu mwenyewe kila wakati. Tunasoma neno lake, tunamuomba. Tunakaa katika uwepo wake. Wakati ambapo Musa alikuwa katika uwepo wake, uso wake uliweza na kung'aa. Je, wewe umekaa na Mungu mwenyewe karibu naye, ndani yake, ili ukaweze na kung'aa? Swali pale. Na tumeweza na kujua kwamba mng'ao wa Yesu Kristo ama mng'ao wa Mungu mwenyewe wacha mabadiliko. Wacha mabadiliko ama alama. Utakuwa unaonekana huyo ni mtu ambaye ameweza na kutembea katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Maana hata ameweza na kung'aa katika mambo yote. Sio uso, katika kazi zake, katika mambo yale yote ambayo anayafanya. Utaonekana kwamba umeng'aa. Mambo yako yameng'aa. Familia yako imeng'aa. Kazi yako imeng'aa. Uwepo wa Mungu huacha alama. Uliweza na kuacha alama kwa Musa kwa sababu alionekana uso wake umeweza na kung'aa. Kitazamwa hivi watu wanasema kwamba kumbe kweli huyu ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Uwepo wa Mungu umeweza na kuacha alama kwake. Je, wewe ukaa ndani ya uwepo wa Mwenyezi Mungu? Wewe unatembelea ndani ya huo uwepo wa Mwenyezi Mungu? Kuna mabadiliko ambayo yanaonekana kwako ama bado? Musa hakuweza na kutafuta kung'aa ama huo mng'ao. Lakini kwa sababu ya ule uwepo, kukaa ndani ya uwepo wa Mwenyezi Mungu, mng'ao ukapatikana. Tuzidi na kukaa ndani ya uwepo wa Mwenyezi Mungu kila wakati. Tukae karibu na Mwenyezi Mungu kila wakati. Tutembee ndani ya uwepo wake. Hakika tutang'aa katika mambo yetu, katika maisha yetu yote. Ninakutakia siku njema. Ni siku ambapo dada zetu, ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada. Ninawatakia ibada njema na mzidi na kung'aa. Bye bye.